katika uwepo wa Bwana usiku wa leo. Tuende kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 11. Hebrews chapter 11, maandiko ambayo yamesomwa na kusemwa sana hata kuimbwa. Hebrews chapter 11 inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ndivyo imani ilivyo. Imani, mtu anapokuwa na imani anakiombea kitu na habahatishi, bali ana uhakika wa hicho kitu. Kama ni imani imehusika na una uhakika kiko katika mapenzi ya Bwana, basi unakuwa na uhakika kwamba hicho kitu ni chako na kitapatikana. Bwana Yesu pia alizungumza akasema ya kwamba jambo mnaloliomba, lolote mnaloliomba, mukiamini bila shaka yoyote litakuwa lenu. Kila wakati Mungu alipoongea juu ya sisi kumjia na kutaka mambo fulani kutoka kwake, ametupa uhakika wa kuyapata. Kwa hiyo inamtia Mkristo moyo katika kumwendea Mungu akiwa so positive ya kwamba ninachokiendea si bahatishi, kwa sababu anaongea na kusema, ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtaona. Kwa pale Yesu anaongea na kumwambia Mungu ya kwamba, kumwambia mwanadamu ya kwamba unaponijia mambo yangu si ya kubahatisha, bora umekuja katika njia inayostahili utapata. Sasa hapa anazungumza na kusema imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Yaani unatarajia, alafu inaendelea kusema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni nini maana ya neno bayana? Kuweka neno bayana ni kukiweka wazi. Yaani kinakuwa tayari, kipo kabla hakijaonekana. Kwa hiyo Mkristo anaenda kwa njia hiyo ya kwamba tukiomba watu waokolewe, tayari tunakuwa tuna uhakika wa kutarajia watu hao wataokolewa. Tukiomba kwa ajili ya kufunguliwa kwa hali fulani, tunaomba na tunakuwa na uhakika ya kwamba kitu kile kimefanyika. Kwa hiyo imani ni kupokea kabla ya kupata na kupanda bila kutumia ngazi. Unakimiliki kabla hujakishika, kwa sababu ulipokiomba, maandiko yamekwambia una uhakika nacho. Usiku wa leo tu wenye mkesha wa maombi, na kuna maombi tumeshayaombea, kuna mambo tumeshayaombea tayari, na kuna mambo mengine tutaenda kuyaombea. Sasa neno la Bwana linakusaidia hivi uingieje katika maombi, kwa kubahatisha au kwa uhakika ya kwamba kile utakachokiombea hakika kitakuwepo. Sasa neno la Mungu linatuambia kwamba ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Katika ulimwengu wa kawaida wanasema seeing is believing, lakini huo sio Biblia. The Bible says that we walk by faith and not by sight, kwamba tunaenenda kwa imani na wala si kwa kuona. Ya kwamba Mkristo hahitaji kuona kwanza ili amini. For a Christian and for a Christian life, seeing is not believing. For the secular world, seeing is believing, of course, because they're not spiritual and they don't understand the language of faith. But we Christians have been taught that we ought not to walk by sight, but by faith. And we walk by faith.
we handle things by faith. We are so sure of something by faith. Tunatangulia kuwa na uhakika wa kitu kabla ya kukiona. Kwa hiyo tunaruhusiwa kwanza kuviongea vitu vijavyo kana kwamba tunavyo saa hii. Ikiwa unaomba wanaume waokolewe, basi unaambiwa uwe na uhakika wa wanaume hao. Kwamba unaombea kina mama fulani waokolewe, unaanza kuwa na uhakika wa wanawake hao. Unakuwa na uhakika tayari kabisa. Na kama una uhakika na wao, unaanza kuzungumzia mambo yao. And God allows that, and he respects that, and will work on that. Kwa sababu ni aliyesema. Katika ulimwengu wa kawaida inakaa kama mwenda wazimu, mtu usielewa. Lakini kibiblia na kiroho na kikristo, kiimani umeruhusiwa kuanza kuvita vitu kana kwamba vipo hata kabla hujavipokea. This is what the Bible says. So tunaenda mbele za Mungu na kiimani kabisa, ukianza kushukuru kwa vitu kabla hujaviona. Ni mwanamke ambaye anaanza kushukuru kwa mtoto kabla hajajifungua, kabla hajamzaa, kabla hajampata. Ni msichana ambaye anaanza kuombea mume wake kabla hajamuoa, anaanza kushukuru Mungu kwa mume wake. Ni mvulana ambaye anaanza kumshukuru Mungu kwa mke wake kabla hajamuoa, kwa sababu ni uhakika ya mambo yatarajiayo. This girl is so sure of her husband even before getting married. Maana ni hakika ya mambo yanatarajiwa. Anatarajia na anakuwa nawe na uhakika. Ni uhakika wa mwanamke ambaye hajakumbatia mtoto kwanza kumshukuru Mungu kwa mtoto kabla hajampata. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inaruhusu ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiayo. Unaongea juu ya mtoto gani? Nina uhakika wa mtoto ninayemzungumzia, kwa sababu imani imeniruhusu kubehave namna hiyo. Alafu nasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hayaonekani, hakuna mtu ameyaona, lakini jicho la imani, kwa jicho la imani yako bayana. And as we said the other time, that life is spiritual, and we ought to be, our eyes, spiritual eyes, to be open. And someone ambaye ni mtumishi wa Elisha aliombiwa na Elisha, akaambiwa, Bwana, mfungue mtumishi wako macho akapate kuona. Kuna jeshi lililokuwepo katika roho ambalo yeye alikuwa halioni. So katika maisha ya kibinadamu, yule bwana akaona kushindwa kwao, akamwambia mtumishi wangu, tumekwisha, kwa sababu tazama vile kumetapaka jeshi la maadui. Lakini Elisha akawa anayeona yasiyoonekana. Kuna mambo machoni pa Elisha yalikuwa bayana, yalikuwa wazi, yalikuwa peupe, anaona kabisa. Mtumishi wa Mungu aliongea akasema, kesho time kama hizi chakula kitakuwa tele, kitashuka bei kabisa. Alikiona kabla siku haijatokea. Kwake hilo jambo lilikuwa wazi kabisa. Akaanza kulipangia hata vile kitauzwa. Ameanza kupiga bei ya hicho chakula vile kitauzwa kabla kukiona. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa imani. Sasa haya maisha ya imani ndio tumeambiwa sisi ya kwamba tutaenenda kwayo. For we walk by faith and not by sight. May the Lord help us tonight, ya kwamba imani yetu ipate kuinuliwa. Wakati mwingine wa Kristo tunadidimia imani, tunaanza kutegemea kuona, na wakati ninapoanza kutegemea kuona, imani inadidimia na kuna vitu ninaanza kuvikosa. Kwa sababu Mungu ameweka mambo yake ya kiroho na yafikiwe na wateule wake kwa imani. Sasa imani inapokosekana, mteule wa Bwana anakosa vitu ambavyo alistahili kuvipata.
May the Lord help us tonight. Wanafunzi wakamwambia Bwana Yesu, Bwana, tusaidie katika kutokuamini kwetu. Yesu alipowakemea akawaambia, nyinyi wenye imani haba. Akaongea nao pale, nitakaa nanyi hadi lini? Wanafunzi waka admit na wakamwambia, Bwana, help us in our unbelief. When you have faith in you, it is enough power, driving force itakayo kuendesha katika safari yako. Sasa inasema, maana kwa hiyo, verse 2, kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Wale wazee wetu tunaowajua, Musa, Abrahamu, Yakobo na wengine wengi wazee wa imani, hawa walishuhudiwa kwa imani waliokuwa nayo. Na wazee wanaanza kutajwa pale, tukianza kuwataja. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hata kwenye uumbaji, it was by faith that the world and everything that is in it was created. Because God just said na kuwe. Na bila kuchukua vitu hapa na pale na kuanza kujenga, he just uttered words and things came to be. Na kuwe na kukawa. Faith is where you confess and things are created. Faith is where you utter words, the power of the word. Inajumuisha imani, vitu vinaumbika katika roho. Na ndio maana Yesu aliutazama mtini akaukemea na ukanyauka mara. Hakuweka asidi yoyote, hakuchoma moto pale chini kama vile watu wanavyochoma miti hatimaye mti ufe. Aliongea, and by faith neno likasafiri kutoka kwa kinywa cha Yesu likatosha kukausha mtini. Na wewe kuna vitu unaweza kuvimaliza kwa imani. Viangalie vitu vinavyoishi visivyofaa, vizungumzie, viambie visikie sauti yako. By faith, vitu visivyo na uhai huwa vina masikio. I remember when Ezekiel was taken in the spirit to the valley of the dry bones. Alianza kuzungumza na mifupa. Akaiambia, enyi mifupa, isikieni sauti ya Bwana. Kwa kawaida mifupa haina mechanism yoyote, mfumo wowote wa kusikia. But where faith is concerned, then things can hear. Sasa akawaambia mifupa, you have to cooperate. Akaanza kuitabiria, akaanza kuizungumzia. Vitu vilivyokufa vikaoza, vikakauka, zilito dry bones, mifupa mikavu. By faith vikasikia. That is how faith works. Kumbe kwa imani kuna vitu tunazungumzia na watu walio kando yetu wakatutazama wakatushangaa. Tunakaa kama wenda wazimu wazungumziao mawe, lakini mbele yetu na mbele ya imani mawe yanasikia. Kuta zilizokuwa Yeriko zilikuwa ni kuta tu, zilizojengwa na mawe, pengine saruji, zimejengwa tu, ni kuta, non-living things. Lakini where faith is involved, wana wa Israeli walipoanza kuongozwa katika safari yao ya kuzunguka zile kuta za Yeriko, kuzizunguka na kupiga kelele na kufanya vile walifanya, zikasikia na zikaobey, zikadidimia, kuta zikaanguka. Watu wengine walioharibika akili wakasema kwamba kuta zile zilianguka kwa sababu ya mshindo wa kelele zao. Hakuna kelele zinaweza kutolewa na vinywa vya binadamu enough za kuangusha kuta. Hata hii kanisa vile ilivyo, ite watu tu na waimbe wakizunguka, there is no noise enough to bring down a wall. Isipokuwa there was some spiritual power iliyohusika, power of faith, ambayo ilifanya kuta zile ziweze kutii. That is
how faith can do. That is what faith can do, or that is how faith works. Kwa hiyo na sisi usiku wa leo tunazungumziwa na kuambia we have a very powerful tool called faith. Imani tuliona is very powerful, because kama kwa imani, maandiko yanasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. If faith was enough kujenga ulimwengu, kuumba ulimwengu, na vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Chochote kilichofanyika, unajua fundi anajenga nyumba kwa kutumia vitu alivyopata. Anachukua mawe anajenga, anachukua cement anajenga, anachukua maji anakoroga anafanya. Lakini sio kwa imani. Mungu anajenga pasipo kutumia chochote. Faith anasema kusimame nyumba hapa kwa imani na inakuwepo, na kusimame dunia na inakuwepo. Tuabsorb hiyo ndani ya maisha yetu, na kwa imani tuanze kuumba vitu na kubomoa vitu. Mume wa mtu anaweza kumkataza mke wake asimuhubirie, lakini hawezi kumkataza mke wake asimuombee. Hata akiwa wapi, anaweza kumuombea hata akiwa chooni. And that is enough to change the heart of that man, because faith inajenga pasipo hata kuonekana mtu. Mahali ulipo, yule akida mtumishi wake aliyekuwa mgonjwa akaenda kukutana na Yesu, akamwambia mtumishi wangu ni mgonjwa, na akamwambia bwana wangu usije hata nyumbani kwangu, mimi ni mwenye dhambi, nena neno tu na mtumishi wangu atapona. And Jesus spoke that word, and saa ile yule mtumishi akapona. Faith inatosha, unadeclare vitu vinafanyika. Today neno la Mungu linatufundisha ni nini tunataka, ni nini tunaombea leo. We start declaring it. Tunatakaje kanisani? What are we telling God about the church? Declare vile unataka, anza kuiona vile ilivyopangika, anza kukumbatia kwa matarajio. Yesu ameshasema ya kwamba chochote tunachoomba tuamini kwamba tumepata. And we have been praying here kila wakati, time and again we've been praying. It's high time tuanze kuwasalimia katika imani watu hao. Tuanze kuwaona wamekaa, tuanze kuwaona wakifunguliwa, tuanze kuona huo uamsho, tuanze kuona huo uvuvio, because inasema ni uhakika wa mambo ya tarajiayo. That we are so sure ya kwamba uwepo wa Bwana ndio huu kama tunavyouona, ya kwamba we are so sure uvuvio wa Bwana tunaoutaka ndio huu tayari. Wakati wengine wanatamani kuona, waombezi wanauona tayari. Wakati mtumishi wa Elia anasema sijui tutafanya nini, Elisha anaona kulindwa tayari. A faithful Christian is always ahead of others. Anaona vitu na mapema. Today the word of God is teaching us. Inatuambia verse 4, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. So what made Abel give that kind of an offering is because he had faith. Alikuwa anatoa kwa imani. Kumbe mtu anaweza akatoa lakini sio kwa imani. Unatoa tu kwa sababu imesemwa, unatoa tu kwa sababu ni kawaida. As we march forward towards the offering basket, let us do it by faith. Hata unapochukua zaka yako ile unakwenda kuitoa, ongea na Bwana juu ya ile zaka kwa imani. Anza kuona yale matokeo ya zaka yako. Don't just give kwa sababu ilifunzwa.
Don't just give kwa sababu huwa inasemwa, lakini angalia, just see what it entails to give your offering, to give your tithes. Anza kuona ya kwamba naitoa hii zaka yangu na kuna mambo ninayaona tayari. Ninatumia hii meza ya Bwana na kuna matarajio ninayo nataka kuona. You do things by faith. Unaenda, unatembea, unatoka kwa kiti chako. You are going to make an offering by faith. You are talking to God through that offering. Unamwambia Bwana, na kushukuru na kwa sadaka hii. Unaongea naye ABCD. You're not just giving, but you are making a covenant. You are talking to God. You have faith. Unaongea na mtu usiyemuona. Unaongea na mtu usiyemuona. Na una uhakika nasikia. Na unafurahia katika yeye. And you are so assured in your heart that I have talked to God. And Roho Mtakatifu mwenyewe hutushuhudia ndani ya mioyo yetu ya kwamba sisi tu wana wa Mungu. So it keeps us, the Holy Spirit keeps us going as He speaks and works miracles through our faith. He keeps us going. Yeye ndio anayetusaidia. Yeye ndio mfalme wa imani. Roho Mtakatifu ndio the king of faith. Yeye ndio mambo yote. Because we walk together with Him even without seeing Him. He is the Holy Spirit and not the Holy Man. We cannot see Him with our naked eyes. But He's called Holy Spirit. He is a spirit. A spirit can never be seen through naked eyes or through physical eyes. But the spirit is obviously seen in the spirit. So unakumbatiana naye katika roho. Unamuona akiwa haonekani. Unaongea naye ukiwa humuoni. Unamfikia kabla ya kumuona. Unapokea kabla ya kupata. Inaendelea kusema verse 5. Kwa imani Enoch alihamishwa asije akaona mauti. This guy had full of faith. Wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amependeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Tumekuja leo hapa sisi kwa mkesha. Tuje tukeshe usiku mzima tukiomba mtu ambaye hatumuoni. And we are seriously here. Na tunaomba tu na tunayemuomba hatumuoni hivi tujibizane naye. Na tunaomba mpaka asubuhi. Na Ijumaa nyingine tunakuja tena. Na siku nyingine tunakuja tena. Na we are serious, na hatuko wenda wazimu. Hakuna mtu aendaye kwa Mungu asipoamini kwamba huyu yupo. We are here not seeing God physically, but we are talking to Him by faith, and we are so sure He is hearing us and is answering our prayer. Kama hatungekuwa na uhakika, hatungekuja. But faith has driven us to come tonight. And every night that we come and speak to God, a God that we don't see, but He works miracles. We see Him spiritually. Na inatutia moyo. Kwa hiyo nasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa kweli huwezi kumpendeza Mungu, manake yeye mwenyewe haonekani mpaka uamini kwamba yupo, ndipo uanze kumwogopa, ndipo uanze kuwa na hofu na yeye kwa sababu unaamini hakika yupo. Yule mtu anayetenda kitu akiangalia huku na huku, akiona hakika mchungaji hayuko, ndugu hayuko, nani hayuko, alafu anasema sasa sionekani na atenda kwa sababu hakuna mtu ananiona, ni dhahiri ya kwamba hana Mungu, hana imani.
hajui Mungu yuko. Lakini ninapokuwa na imani, ninajua kwamba Mungu yupo, na nikitenda kitu hiki ataniona, ananitazama kama mwanadamu anavyoniona, na kwa hiyo sitatenda. Imani inanisaidia kuwa na hofu ya Mungu. Imani inakusaidia kuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu kila wakati imani inakufanya wewe kumuona Mungu hata kama wengine hawamuoni. Inakufanya wewe kuogopa kuonekana na Mungu, kwa sababu unamuona ndiyo yule kabisa ananitazama. Kwa hiyo inakusaidia wewe kutunza maisha yako, because you walk as you are being watched by God, and you are so sure ananiona. You are so sure nikimwomba nilinde safarini ananilinda. That is why katika mambo yako yote unamkiri yeye. Ukipata ulinzi unainua sifa kwake, unamwambia Bwana, ni wewe umeniepusha na hii, because ulimuona akikulinda. Hausemi ni bahati. Mteule wa Mungu ambaye anaongea mambo ya bahati anastahili kufundishwa, yuko nje ya imani. Sisi hatuendi kwa bahati. Kwa bahati nikamwona Anthony amekuja. Hamna bahati. Anapanga Mungu, anamtokeza Anthony kwako. Nilikuwa na njaa, kwa bahati dada Grace akatokea na chondo. Hakuna bahati pale. Mungu kamtuma Grace alete kikapu hicho. Sisi wateule wa Mungu hatuenendi kwa bahati. Hatuzungumzi mambo bahati nzuri, bahati mbaya. Wanaoongea bahati nzuri, bahati mbaya ni watu wasio na Mungu. Hakuna cha bahati nzuri, bahati mbaya. Au ni washirikina. Lakini sisi tunapangiwa mambo na Mungu. Tukikosa tunajua Mungu anajua ni kwa nini. Sio Hawa, anaitwa nani yule ambaye alikuwa tasa? Hana alikuwa na mke mwenzake anaitwa nani? Penina akawa anapata watoto. Lakini Hana alikuwa hana. Na si kwa bahati mbaya. Kwa mtu asiyemjua Mungu atasema kwa bahati mbaya Hana akawa hana watoto. Hapana. Biblia inasema Mungu alimfunga nini? Tumbo. Kwa hiyo kukosa watoto kwa Hana haikuwa bahati mbaya, lakini Mungu kamfunga tumbo. Abrahamu na mkewe Sara pia vile vile, naye akawa hapati mtoto. Sio kwa bahati mbaya Sara akawa tasa, hapana, bali Mungu akamfunga tumbo. So unaona, Mungu kiwe kibaya kiwe kizuri, sisi tunajua Mungu anahusika. Nikikosa leo namwambia Bwana, wewe ndio ulinipa jana, na leo ninapokosa unatazama, unajua ni kwa nini nimekosa. Ninakushukuru kwa sababu all things work for good for them that love the Lord. Mambo yote yanafanyika kwa uzuri kwa wale wanaompendeza Bwana. Kwa hiyo hakuna bahati mbaya, hakuna bahati nzuri, bali Mungu anahusika katika kila jambo. Kwa imani, tunapoenenda kwa imani, tunajua sisi huwa tunafanywa mambo na Mungu wetu. Hayatudondokei mambo yenyewe. Sisi hayatudondokei tu mambo, bali Mungu anayapanga akitupatia. Sasa inaendelea kusema hakuna mtu ajaye kwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa kuwa mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yupo, ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hiyo ni hatua nyingine. Tuamini yupo, alafu anaangalia wanaomtafuta ni kina nani, na anafanya nini? Anawapa thawabu. He is busy kuangalia nani amekuja kunitafuta leo, anaomba nini huyu, nampa. Anaomba nini huyu, nampa. Yeyote aombaye hupewa. Maandiko yanasema kila aombaye hupewa. Kwa hiyo kwa hili tunaweza kuwa na uhakika sisi ni baadhi ya wale waombao usiku wa leo. Haleluya. Sisi ni baadhi ya watu waombao usiku wa leo, na si baadhi, bali sisi ni wale waombao. Tumehakikishiwa, tukaambiwa wale waombao tutapewa. Kwa hiyo tuna ujasiri wa kukikumbatia kile ambacho tunakitarajia, maana tumehakikishiwa kukipewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu
aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Haya, huyu ni wa imani. Mungu kasema na Nuhu akaamini na akaanza kujenga. Akasema ninaamini maneno ya Mungu kwamba iko mvua itanyesha na watu wataangamia, na kwa hivyo najenga safina niiponye nyumba yangu. Wale wengine waliona ni mzaa, hakuna kitu kama mvua gani hiyo itanyesha imeze milima yote hii, hakuna kitu kama hiyo. Nuhu akawa na imani, akaijenga akijua what God has said it's gonna be true. Kwa hiyo akaijenga akijua hakika mvua iliyosemekana itakuja kweli. Kwa hiyo naijenga na ujasiri, niponye watoto wangu, niponye familia yangu. Ndio nikasema kwamba mama anakuwa na matarajio, anakuwa expectant, na anaanza kuandaa mambo kuhusiana na kutarajia kwake, kwa sababu amemwona mtoto kabla ya kumpata, amempata kabla ya kumtarajia, amemkumbatia katika roho kabla ya kumtarajia. Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiayo. Nina hakika ya mtoto huyu, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Simuoni, lakini kwangu yuko wazi, tunamuona peupe, bayana ya mambo yasiyoonekana. Na hivyo inasema ili aweze kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani sioni ile nchi nayoiendea, sijui, lakini namwamini Mungu aliyeongea hadanganyi. Kwa hiyo ninaondoka. Yeye anaiona hiyo nchi anayotaka, mimi sijui, lakini ninamwamini ni Mungu mwaminifu, hawezi kulet down. Kwa hiyo ninaondoka na kubali. Hiyo inaitwa kuamini. Naamini anachokisema Mungu, na hivyo ninatenda. Nachukua hatua kuendelea kutenda kwa sababu Bwana ameongea. Nuhu alianza kuunda safina kabla hajaona mvua ya aina hiyo hata siku moja. Lakini kwa kuwa ni Bwana anasema na anaamini what God is capable of, basi natengeneza safina. Abraham naye ametoka kwa watu wako, naye anaondoka. Sema haulizi maswali kwanza. Hasemi nihakikishie ninaenda kulala wapi, nihakikishie ninaenda kwa nani, nihakikishie na mifugo wao itakuwaje. Anaondoka kwa imani. Tonight Mungu anatufundisha, as we are here praying, let us pray by faith. Tusiombe kama wabahatishao, bali tuombe kama watu wakumbatiao kile wanachokiombea. Whatever you have been praying for, start embracing it and thanking God for it. Ndio maana katika maombi Mungu anajumuisha, anasema katika kuomba, kusali na kushukuru, vyote vinajumuika pale. A Christian cannot give thanks over things that he has not received yet. Lakini kama kuomba kunajumuisha shukurani, ina maana kuna vitu ambavyo ninaanza kuvipata na vishukuruia kabla. Kwa nashukuru Mungu kwa vitu ambavyo niko navyo, na kushukuru kwa yule Petro ninayeombea. Nashukuru kwa sababu anakuja, maana namuona katika ulimwengu wa roho, namuona katika macho ya imani, kwa sababu sihitaji macho haya yaone kitu ndio niseme ni yule. Hapana. Unfortunately waliokuwa wanaombea Petro, hata walipoambia yuko mlangoni, walikuwa na shaka vile vile, kwa sababu tena walikuwa wanaomba lakini hawadhani kama hiki kitu kinaweza kutendeka. But that's not the way to go as Christians. Sasa tunaambiwa kwa imani alikaa ugenini. Abraham huyo alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye katika ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Verse 10 inaongea pale,
maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Alikuwa na utazamia, underline that, na utazamia, hajaufikia, lakini kuna jicho la kutazamia. Hana anakuwa na jicho la kutazamia that one day kuna mtoto nitakupatia, na nikimpata nitamtoa kwa Bwana awe hekaluni atumikie Mungu. Ashampangia tayari mtoto vile, kwa sababu hajakata tamaa. Hana hangezungumza hivyo kama hatazamii mtoto. Kama angekuwa anatazama angesema basi niliumbwa tasa na nivyo, hakuna haja niongee story ya mtoto hapa, wacha Penina aongea habari ya watoto. Lakini Hana anaongea juu ya mtoto. Anaambia Mungu, utakaponipa mtoto wa kiume nitatenda hivi na hivi na yeye. Ashapanga kabisa, because anamtazamia mtoto huyo. She sees this child by faith, the spiritual eye. Anaona ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Pengine Penina angemsikia akiwa na watoto wake hapo wawili watatu, angemcheka. Mtoto gani wewe utapeleka hekaluni? Wewe nawe wewe uliweli tasa, utakuja pata mtoto gani? Lakini Hana yeye alikuwa anajua the kind of God I'm praying is a God who answers prayer. And one of these days, kwa sababu amesema aombaye hupewa, then I'm so sure mimi niombaye mtoto nitapewa. This God who has said, whoever knocks, the door shall be opened unto him. I'm so sure that I'm not knocking this door in vain. Someone will open this door. Siondoki mlangoni humu ninapobisha, kwa sababu nimehakikishiwa huu mlango hatimaye utafunguliwa. Kwa hiyo nikiondoka kwa kuchoka, nimeacha wengine wakifunguliwa, mimi nikiwa nimeenda. Nimeambiwa nikitafuta nitaona. Siondoki kwa sababu nina uhakika ninapochakura hivi dhahabu nitapata. Ni kama mtu achimbaye mgodi, anachimba na matumaini itatoka tu. Sasa mtu akikwambia ipo pale, tayari wewe utachimba na matumaini, sitoki hapa mpaka niifikie. Kuomba ndio kuchimba dhahabu. Kuomba ndio kuwa mgodini na kuchimba kwa imani, ukiwa umeambiwa dhahabu iko pale. The Lord has assured us already ya kwamba aombaye atapewa, kisha atafunguliwa, na atafutaye ataona. Kwa hivyo haina haja uondoke kwenye kuomba kwako, kwa sababu ulikuja ukitaka matokeo na umeambiwa utayapata. Subiri uyapate, uende nayo nyumbani. Umekuja kumbishia huyu mtu, unataka kumwona, umeambiwa yuko ndani na atafungua, na anachokuja nacho ni cha muhimu sana kwako. Subiri. Haleluya. Subiri, kitakufaa. Usiondoke, maana yupo ndani. Umehakikisha yupo ndani, atafungua. Unachokitafuta, unachoomba, uhakika umepewa pale. So Abraham akautazamia mji ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Tunakaa hapa tukitazamia mambo ambayo mwenye kuyatengeneza na kutupatia ni Mungu. Usitazame kwa akili zako. Usianze kujiuliza fanyikaje. Hapana, sio kazi yako. Mwenye kutengeneza ni Mungu. Limekutajia mfano ya watu walioambiwa kesho time kama hizi chakula kitakuwa tele. Jinsi kitakavyokuja, bwana mmoja akaanza kuhoji jambo hilo. Akaambiwa, wewe umehoji, umeshuku Mungu, basi utaona na hautakula. Wale walionyamaza wakawa salama, kwa sababu the one that was going to bring about the food ilikuwa ni Mungu. You don't need to question, kwa sababu after all mawazo yake sio yako, na njia zako wewe sio zake. Kwa hiyo akisema kesho nakupa kitu fulani, usianze kuhoji. Tarajia, maana yuko Mungu mwenye uhakika. Kwa imani, verse 11, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. That is Sara. Kilichomfanya yeye kuwa na imani, alijua nitapata mtoto kwa sababu aliyeahidi ni mwaminifu. Alijihubiria mwenyewe hata kama alipocheka pale, lakini alisema, by the way, I'm sorry nimecheka, lakini kwani
Ni nani tuongea juu yake? Ni Mungu aliyemwaminifu. Basi nina uhakika na kwenda kupata mimba na ninangojea nitaipata. Na kwa kweli akapata uwezo huo wa kupata hiyo mimba kwa sababu ya imani. Kuna mambo tutayapata usiku wa leo kwa sababu ya imani ambayo tuko nayo kwa Mungu. Verse 12, kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni, wingi wao na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Because someone chose to have faith in God. Kumbe kuna mambo mengi yanangojea kuzalishwa, lakini yanangojea imani yako. Imani ndio anasubiri. Mstari, hebu usikize tena unavyosema huko. Baada ya kusema kwamba kwa imani Sara alitazamia kupata mimba kwa sababu alimwamini Mungu ni mwaminifu, inasema matokeo yake, kwa ajili ya hiyo, as a result of that, kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni, wingi wao, na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Hawa watu wengi hawa kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa baharini. Yani uende mchanga wa baharini uanze kuhesabu changarawe moja moja. Watu wengi wa design ile walizaliwa as a result of Sarah believing. If we believe today, we can bear a lot of fruit. We can be able to produce a lot if we believe today. For the sake of the church, for the sake of our country, for the sake of our county, and for the sake of our families and our areas in which we live. If we can believe God, so many things can be born. So Sara akasababisha watu wengi wakazaliwa kwa sababu waliamini. Tuko hapa usiku wa leo, kama tunaambiwa kwamba kwa mtu mmoja wakazaliwa wengi, sisi hapa tuko zaidi ya mtu mmoja. Hii idadi yote. If you can believe God kila mmoja kama Sara, we can be sure ni mambo mengi, mambo mangapi yatakayozaliwa, ni mengi yasiyohesabika. Because faith ina nguvu sana, inazaa mambo makubwa na magumu mwanadamu hawezi kuyajua. Nani alijua kwamba kesho yake Washami wangekimbia kambi yao na Waisraeli wapate chakula tu hapo tele mpaka wafurahie? Nani alijua kutafanyika hivyo? God had already planned that. Sio bahati, anaipanga, kesho watu wanatokana na chakula. Sio bahati, Mungu anapanga na anaelekeza. He designs things, anazipanga. He calculates things, anazitengeneza, anazipiga, anazipanga hapo, ili ukitokea unakutana na huyu, ukitokea unakutana na huyu, ili neno la Bwana lipate kutimia. Vyote tunavyoviona vinavyotokea katika andiko la Bwana, inasema ili lipate kutimia neno lililonenwa na nabii, basi kukawa hivi na hivi. Mungu anapanga so that to fulfill what he said before. Kwa hiyo leo wateule wa Mungu ambao mko hapa, tunataka tujengeke imani. It is not in vain that we have been praying. It is not in vain that we've been praying. God assures us today that we've been coming here by faith, calling people by their names, praying for them by faith. Unashika nyumba ya mtu, unaiombea kwa imani, unataja baba, mama na watoto wote unawaombea. Hawana habari. You create that atmosphere in their home. You create peace in their home. Nyumba fulani yenye mzozano, you pray for peace in that house, and that peace prevail. You pray for salvation for a certain home, and salvation visits that home. Unaumba mambo katika ulimwengu wa roho. You can create, you can cause a lot in the spiritual realm. So today, tunataka tuinuke na ujasiri, tukijua what we are doing, kumbe actually inafanyika katika ulimwengu wa roho. And we are assured that tutapata ni yetu. Mungu yuko pamoja nasi usiku wa leo, wateule wa Mungu. Mungu awabariki kwa ajili ya kufika kwa idadi hii. Inapendeza, inatia moyo.
na hakika kuna mambo mengi yatazalika kwa jina la Yesu. Kuna mambo mengi yatazalika kwa jina la Yesu. Kupitia kwa kuamini kwa Sara, watu wasiohesabika wakazalika. Na kwa sababu ya kuamini kwako wewe Sara, kwako wewe Hana, kwako wewe uliyekuja, kuna vitu vitazalika visivyohesabika kwa jina la Yesu. Maana maombi yako utakayotoa, today you are going even to pray in tongues. You are going to pray in the spirit. Na neno moja la kiroho limebeba mamilioni ya maneno. 1 second or 1 minute of praying in tongues inafagia dunia nzima. Watu wengine waliomba, na baada ya kuomba ikabeba watu miaka 70 impact ya maombi hayo. That is how prayer works, and that is what prayers can do. Unaweza kuona tu watu wakigeuka wanamjia Mungu tu. Hata yule mtu ulikuwa unaona sugu kabisa, unaona anamkujia akimjia Yesu. Wewe unashangaa hata wewe mwenyewe unasahau ya kwamba you have been praying for the men to be turned unto God. Na uliomba ukaacha tu. Kumbe ulipoomba kombora lilienda, likaingia kwa moyo, likaanza kumuunda. Kesho unamwona anamjia Bwana, wewe mwenyewe unabaki unashangaa. Na ndio pale tunasema tunaona maajabu Bwana akimulika. Kweli tutayaona akimulika, maana anamulika kweli. Kwa hiyo wakati huu wateule wa Mungu tuingie katika zamu hiyo ya kumshukuru Bwana na kuyaombea na kuyaomba na kuyatamka yale mambo tunataka kuyaona, because our God is faithful. Tuna uhakika ya mambo tunayotarajia. Kama hakuna kitu tunatarajia, basi ungekuja kwa maombi. Hata yule anayeomba, anayetubu, anatarajia msamaha, ndio maana anatubu. Naye anaambiwa ninauona msamaha wakati ninapotubu. Maana yule mtu ambaye haoni msamaha wa Mungu hajali kutubu, anasema mimi hata siwezi kusamehewa, nimetenda dhambi sana, siwezi kusamehewa. Haoni msamaha wa Mungu. Lakini yule anayerudi anaona msamaha wa Bwana, ndio maana ana matarajio yale. Kwa hivyo anatubu akitarajia kusamehewa. Kama angeambiwa ukisongea utapigwa, hawezi kusongea. Lakini kwa kuwa ameahidiwa ukija mbele za Bwana utasikizwa, ana matarajio yale, hivyo ananyenyekea kwa unyenyekevu wake wote, akijua natoka hapa nikiwa nimesamehewa, natoka hapa nikiwa nimepona, natoka hapa nikiwa nimesaidiwa. Kila ajaye mbele za Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo. Mambo yale yote tunakwenda kuyaombea ni kwa sababu tunayo matarajio. Katika ulimwengu wa roho tunaona Mungu akitusamehe, tunaona Mungu akitutakasa, tunaona Mungu akitakasa kanisa lake, tunaona Mungu akiamsha, akileta uamsho, uvuvio, akiponya, akiokoa watu. Tunaona kanisa likiongezeka, tunaona wanaume kwa wanawake wakiwa wamekaa, tunaona vijana wa kike wa kiume wakiwa, tunaona watoto wakimjia Mungu. That is why we keep on embracing. Omba ukikumbatia, and it will become yours. Bwana Yesu asifiwe. Asante Yesu. Twende tu mbele za Bwana wakati kwa mujibu wa neno hili. Ongea na Mungu, mwambie Bwana jambo. Ingia katika maombi, kwa sababu ndio kazi ile tuleta hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kuwa na muda tu wa kuongea.